Upendo ni hisia tu au ni uamuzi wa moyo? Mtu ambaye anayekupenda utamfahamu. Ni vigumu sana kumuomba mwanaume tunayempenda hela. Kwanza sisi ni watu ambao tukikutana na mwanaume tunayempenda, sisi wao tunajiwekaga wife material. Yaani tunataka kuingia kanisani au kwenda msikitini haimaanishi ndio nampenda Mungu sana. Lakini ni part of kumpenda Mungu. Bwana, mambo vipi? Karibu RMG Podcast ambayo yuko ndani ya Raymika Gospel TV. Leo niko na brother Rehi. Nataka kuzungumza naye au tunataka tuongelee mada fulani. Nafikiri mtaipenda mada ambayo tunataka tuzungumze. Kuna vitu tunataka tujadili ambavyo hatuelewi, hata na wewe unaweza kawa hauelewi. Bwana, mambo vipi? Poa sana, nashukuru. Asante. Mzima? Mimi niko poa kabisa. Nashukuru niko poa. Okay, leo tuna mada ambayo tunahitajika tuiongee leo. Hiyo ni mada ambayo inahusiana na mambo ya kimapenzi. Okay, nafikiri nikizungumza neno mapenzi utakuwa umeelewa nazungumzia nini. Neno mapenzi mimi naelewa vizuri sana. Yeah. Okay. Kuna swali nataka nikuulize. Hivi unaweza kaniambia upendo wa kweli ni nini? Okay. Kwanza nishukuru kwa sababu ni mada nzuri sana ambayo inaelimisha jamii. Ya vijana ambao labda walikuwa wajui. Kuna watu wengi ambao wanaingia katika mahusiano au katika upendo hawajui mwelekeo. Ila mimi nitaongea kwa upande wangu gisi ninavyoelewa, kwa sababu inategemea na mtu uliyekuwa naye. Ndio. Umesema upendo wa kweli ni nini? Ndio. Au umesema upendo ni nini? Yote ni neno moja. Upendo au upendo wa kweli. Sisi hapa tunahitaji maana ya upendo. Yaani tukimaanisha ni upendo wa kweli. Okay. Yeah. Kwanza upendo, niseme upendo ni kitu ambacho hakionekani kwa macho. Na uwezi kukishika, uwezi kukiona kwa macho ya nyama, lakini kwa kutumia hisia unaweza kwa kifahamu, au unaweza ukafahamu kwamba huu ni upendo au sio upendo. Kitu cha kwanza, upendo ni uaminifu kwanza. Niseme kwa upande wangu, upendo ni kuamini kitu ambacho unakisamini sana. Ni hali ya moyo kusamini kitu au kujali kitu, kwa sababu tukisema upendo ni kitu ambacho hakionekani kwa macho ya nyama. Ndio. Lakini kwa kifupi niseme kwamba upendo ni hali ya moyo kujali kitu au kusamini kitu. Hiyo ndio naweza kusema kwamba ni upendo kwa kifupi. Okay, asante sana kwa jibu lako. Okay, nina swali nyingine ambayo nataka nikuulize. Hivi upendo ni hisia tu au ni uamuzi wa moyo? Nikisema upendo pia inategemea, kama nilivyosema mwanzo. Inaweza kuwa ni hisia au ni uamuzi wa moyo. Lakini unaweza kutamani kitu na usikipendi. Hiyo pia inategemea. Ndio maana nimekwambia upendo inategemea. Lakini kwa kifupi niseme kwamba upendo ni hisia ya moyo. Kusamini kitu au kujali kitu. Okay. Asante sana. Unaweza ukaniambiaje, yani unaweza ukaniambia dalili za mahusiano isiyokuwa na afya, yani mahusiano ambayo haijakuwa na mwelekeo? Nikizungumzia mahusiano ambayo yana afya ni mahusiano ambayo hayaeleweki. Nadhani niko wazi na kila swali lako labda nitakuwa najibu kwa upande wangu, na kila atakayeelewa ninavyoongea. Ndio maana nimesema inategemea. Mimi naongea kwa upande wangu. Lakini dalili za mahusiano ambayo hayana afya
Kwanza tuseme wivu kupita kiasi, wivu kupitiliza ni dalili ya mahusiano ambayo haina afya. Vile vile kutokuheshimiana pia ni dalili ya mahusiano ambayo isiyokuwa na afya. Kitu kingine, udhibiti wa kupitiliza. Nikisema udhibiti wa kupitiliza ni kwamba kuchukua uamuzi, yani kugandamiza mtu. Yeah. Yani mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano au kwenye mapenzi, hutaki kumpa muda wa kujitetea au kuongea mwenyewe kwa upande wake. Hutaki kumuelewa, hutaki kuelewa hisia zake, hutaki kuelewa upendo wake. Yani unachukua kwamba wewe umedhibiti kila kitu. Hiyo ni mahusiano ambayo haina afya. Au niseme kwamba ni dalili ya mahusiano ambayo haina afya. Yani ni mtu ambaye anataka tu ufanye vya kwake, yes, lakini wewe ukifanya ya kwako yeye hataki. Okay. Ndio maana tumesema kwamba wivu pia kipita kiasi inavunja mahusiano. Ndio. Mahusiano yanajengwa kwa misingi ya uaminifu. Ukiamini kitu utakipenda. Au ukipenda kitu utakiamini. Okay. Ni kweli. Lakini hivi mwanaume mkweli na mwanaume ambaye hanakuja kwa nia nzuri kwako, hao watu nafikiri wamekuwa watu wawili tofauti. Sasa hawa watu wanakuja na maneno ya uongo, au mkweli anakuja na ukweli, au muongo anakuja na uongo? Swali lako ni nzuri sana, mimi nalipenda. Mtu ambaye anayekupenda utamfahamu, na mtu ambaye anaonesha hali ya kwamba huyu ni mtu ambaye ananipenda, lazima utamfahamu. Kuna vitu baadhi ikiwa unajielewa, ikiwa kwamba usipoingia kwenye mahusiano ambao uyajua, yani ukiwa na mwelekeo wa kujua kitu ambacho unakifanya kwenye mahusiano, utamjua. Lakini mimi naamini kwamba mkweli ni yule ambaye amekuja kwako kwa nia ya kukoa. Kwa mfano, nafikiri hapo nyuma ulikutana na watu, yes, na ukapendana nao, lakini pia wenda uliwaacha, na mpaka sasa wakikukumbuka wanasema kwamba kuna kijana aliniuzi, ni muongo. Lakini ukikutana na mwanamke mwingine, ikiwa kwamba ni mwanamke ambaye Mungu amewakutanisha nyewe wawili, hivi unaamini kwamba yule mwanamke atajua wewe ni muongo? Nategemea kwa gisa alivyonipokea. Yule mwanamke hatajua wewe ni muongo, lakini yule mwanamke atajua wale waliomuacha ni waongo. Mimi nikiangalia vizuri mambo ya mahusiano ni kama vile hayaeleweki, kwa sababu mtu ni mkweli kwa yule aliyemwandalia Mungu. Okay. Kwa sababu mimi hivi naweza nikawa na watu ambao niliwaona ni waongo, lakini nikikutana na yule ambaye Mungu ameniandalia, sitomuona ni muongo, kwa sababu yeye ndo Mungu ameniandalia yule, ndo maana simuoni muongo. Lakini hata yeye, kuna wanawake ambao wanamuona ni muongo. Okay. Unaona? Kwa hiyo mambo kama hayo jamani. Sasa mimi niulize swali. Na vipi mwanaume muongo au binti muongo akija kwenye mahusiano, unaweza kumfahamu kivipi? Yani unawezaje kumfahamu? Cha kwanza, mwanamke akikupenda ni lazima akusikilize. Ni lazima hawe na hofu ya kukukosea. Okay. Ninavyojua mimi, unajua kila mtu ana ya kwake, lakini ninavyojua mimi, ila mwanamke akikupenda ni lazima hakusikilize, akuheshimu. Okay. Na kuna vitu ambavyo hawezi akazungumza mbele yako, anaogopa. Na mwanamke mara nyingi anampa mwanaume anayempenda muda sana. Utamtambua tu. Sisi tunapenda sana kuomba hela wanaume, tusiwapenda. Ina maana pesa ndio imekuwa kipaumbele ya dalili ambazo
kwa mtu usiyempenda. Yaani nisikudanganye, kwa sisi wanawake ni vigumu sana kumuomba mwanaume tunayempenda hela. Kwanza sisi ni watu ambao tukikutana na mwanaume tunayempenda, sisi wao tunajiwekaga wife material. Yaani tunataka tunataka tuonekane wife material. Yaani tunanyenyekea kweli. Hatutaki kuomba hela. Yaani hata tufokewe, unasikia? Sorry baba. Yaani tunakuwa wanyenyekevu, unaona? Lakini akiwa yule ambaye tumpendi, akipiga simu, yaani vipi? Kwanza nikasha hapo kwanza mwa $10 hapo bwana. Kwa sikia njani. Nini kwanza hata megedani. Unaona vitu kama hivi. Yaani yeye anakuja kwa nia ya kuongea nawe, lakini unaanza kumzungusha kwa njia zingine. Lakini ufahamu pia kuna wanaume ambao wanakuja kuact kwamba anakupenda, lakini kuna kitu ambacho anakivizia kwako. Mimi naamini mwanaume mkweli na muongo ni kitu kimoja, kwa sababu hata mwanaume mkweli anahunda maneno ya kukuvutia wewe ili umpende, aingie na wewe kwenye ndoa. Sasa ukija kuniambia kwamba mwanaume mkweli, mwanaume muongo anakuja na maneno ya kukuvutia ili umpende au kuna kitu anakitaka, mimi naona wote ni sawa. Kwa sababu mwanaume ana uwezo wa kukudanganya ili akupate na akuoe. Lakini mara nyingi wanawake wakiambia uongo ndio wanakubali. Na ndio maana nimekwambia sisi bila uongo hatutoboi. Yaani hautupati kabisa. Sisi bila uongo hutupati. Yaani ukija na maneno yako ni lazima kabisa, ukija kunitongoza wewe jiandae vizuri. Na nikisema kwamba mimi pia nina swali ya kukuuliza. Hivi upendo wa kweli au hisia za kweli zinaanzia wapi? Kwa mwanaume au mwanamke? Nasema kwa watu wote, iwe kwa mwanaume au kwa mwanamke. Upendo wa kweli au alama za upendo wa kweli au hisia za ukweli zinaanzia wapi? Okay, ninavyofahamu upendo wa kweli unaanzia moyoni. Upendo wa kweli unaanzia moyoni na kwenye akili. Okay. Ni pale ambapo mtu anaanza kumjali mtu. Anaanza kumjali mtu bila faida yoyote. Yaani uamuzi wa moyo. Yaani ni kitu ambacho ni msukumo wa moyo. Yaani anafanya kitu kwa sababu ya moyo. Okay. Yeah. Ndio maana nimesema kwamba uwezo ukauona upendo kwa macho ya nyama. Sijui kama umekumbuka swali ambalo umeniuliza, nikakwambia uwezo ukauona upendo kwa macho ya nyama kwa sababu ni hisia. Ni kitu ambacho hakionekani. Ni kweli. Ila watu wengi wamepoteza mwelekeo ya kutokujua kwamba haya ni mahusiano ya kweli au ni mahusiano ya faida. Wewe hicho kitu unakiona vipi kwa karne hii ambayo tuko nayo? Vijana ambao labda wapo kwenye mahusiano mbalimbali niseme. Utakutana kijana kwamba ni kijana lakini ana wapenzi watatu wawili. Hicho kitu kinakaaje kwenye akili yako? Kiupande wangu mtu akiwa ana watu wengi sana. Okay. Ni mtu ambaye labda hajawahi kupenda vizuri. Yaani hajapenda vizuri. Mimi ninavyoelewa, mtu akipenda sidhani kama anaweza akahisi kuwa na mwingine. Kiupande wangu sijui wengine wanasemaje, lakini kiupande wangu sidhani kama mtu akimpenda mtu vizuri anaweza akatamani kuwa na mtu mwingine. Aswa hii ni kitu ambacho inatokea sana kwa wanaume. Tusidanganye, sisi kweli wanawake, kuna baadhi ya wanawake wapo hivyo, lakini wengi kabisa, asilimia nyingi ni zipo kwa wanaume. Unakuta na wapenzi wawili watatu. Sasa anaweza akawa katika hao wapenzi kuna wale ambao kuna yule ambaye anampenda, lakini kuna wale wengine ambao yeye yuko nao kwa sababu ya kufanya nini? Ya faida zake anazozijua mwenyewe. Okay. Sisi wanawake tukipenda huwa tunatulia na mpenzi mmoja. Tukisema kwamba huyu mwanamume nampenda, huwa tunatulia kabisa. Lakini nyinyi viguruguru jamani, nyinyi mnachanganya sana wanaume. Akikuwa tuwaelewe kwa sababu gani? Mwanaume ana uwezo wa kuja kukwambia maneno ambayo hutoka ukayasahau kwenye maisha yako. Yaani ni maneno matamu mazuri. Sasa usipokuwa makini hapo unateremka.
Na ndio maana tukiachwa huwa tunaumia sana, kwa sababu sisi wanawake huwa tunaamini kile ambacho tunaambiwa, huwa hatuangalii mbele. Huwa tukiambiwa kitu na mwanaume tunaamini ndio gisi alivyo, hata kwenye moyo wake. Okay. Yeah, hatuchunguzi. Na ndio maana tukiachwa tunaumiaga sana. Wengine hadi malaana wanatoa kwamba watu hawakupenda tena. Yeah. Mtu anawezaje kuyajenga mahusiano yanayodumu? Kwanza mahusiano yanayodumu yanategemea na msingi ambao umeuanza, kwa sababu kila kitu hapa duniani kina chanzo. Ndio. Au kina mwanzo. Nikimaanisha kwamba kujenga mahusiano ambayo yanayodumu, kitu cha kwanza ni ukweli. Msingi wa kwanza huo ni ukweli. Ukweli, kwa sababu ukiwa mkweli, licha kwamba una madhaifu yako, ndio una mapungufu yako, lakini angalau kuwa mkweli kwa kile ambacho unachokifanya. Huo ni msingi ambao ni thabiti sana. Na kitu kingine, uaminifu pia. Kwa sababu ukiwa mwaminifu, hata ule ambao unayempenda utamwamini sana. Kwanza wewe uwe mwaminifu. Kile ambacho anakifanya mwenzako lazima pia ukiamini. Na pia uwe na tabia ya kutatua mgogoro au shida kwa kutumia mazungumzo. Sio kwamba mpenzi wako au mke wako au mchumba wako amekukosea, unashindwa kumuita na kumwambia makosa yake. Unaweka moyoni, unamwekea hasira. Labda kile ambacho yeye anakifanya akijui kwamba ni kosa. Kweli. Lakini unapomwendea na kumwambia kwa heshima, hapo unamjengea kwamba ni msingi wa uaminifu, kwamba unamwamini, unamtengeneza kwa maisha ya kesho. Ndio maana nimesema ili kufikia ndoa lazima kwanza ujenge msingi ambao umesimama vizuri. Kwa sababu baraka za mwanaume au mafanikio ya mwanaume mara nyingi 100%, niseme 99%, hii inategemeana na mwanamke ambaye yuko naye. Kweli. Kwa sababu mwanamke wako akikupenda kweli, atakuombea, atakuheshimu, atakutii, hata kwa marafiki zake atakuheshimia. Kweli. Na hapo ni msingi ambao unaweza kukusaidia wewe kufikia mahusiano ambayo yatadumu mbele na kufikia malengo. Watu wengi wanashindwa kuwa wa kweli, hasa wale ambao wameenda kwa tamaa. Kwa sababu mimi nikimpenda mtu kwamba sikumtamani, ndio nitaanza kumtamani kwanza, kwa sababu nimemwona mtu ana shape nzuri, ana sura nzuri, ana midomo mizuri, kifua kizuri, nywele nzuri, sauti nzuri, mimi nikampenda. Pale haijakuwa ni upendo kamilifu. Pale ni hisia kwanza, au tamaa imeniendea. Ni vitambulisho, yani yes. Amekuita. Yani vile ni vitu ambavyo vimekuita kwa. Yes, of course. Asante kwa sababu umefungua vizuri. Sasa yes. Ukimsogelea yule mwanamke, utaanza kujenga upendo, kwa sababu tamaa ambayo ulikuwa nayo ndio umevutiwa nayo. Ndio. Tamaa ambayo ulikuwa nayo itakapotoka utajenga upendo mdogo, kwa sababu upendo unajengwa na matukio. Au mazoea. Yes. Kwa sababu upendo una expire, lakini mazoea yanabaki. Sijui hapo unanielewa? Nimekuelewa vizuri. Au nimejibu vibaya? Nataka niulize, hivi mwanaume ana uwezo wa kumkataa mwanamke ambaye ameshampenda? Yaani alianza kumtamani, akaingia, baada ya kuingia wakapendana, baada ya kupendana afu akamwacha kwa sababu ya tabia zake mbaya. Hii inawezekana mwanaume kufanya hivyo? Ndio maana nimesema inategemea na msingi ambao umeanza. Mimi kwa upande wangu, kwanza mwanamke ambaye labda nampenda sana, ambaye nahisi huyu ni mtu ambaye Mungu anamwandaa kwa ajili yangu, kitu cha kwanza nitamueleza madhaifu yangu. Nitakuwa mkweli. Kitu kingine, nitamheshimu hata mbele ya marafiki zake. Na kitu kikubwa zaidi, nitamtambulisha kwa watu ambao wanajielewa, nikimaanisha wachungaji, wazazi. Na pia sitotaka mahusiano ya kisiri au mahusiano ya siri, like private love. Mimi sitoipenda. Nataka mahusiano yangu yawe ambayo inamwangaza
kwa sababu nikiwa na, unajua mapenzi ni kitu ambacho kinajificha sana. Ndio maana nimesema mahusiano au mapenzi ni hisia, huwezi kukiona kwa macho. Lakini kuna wakati ambako ukianza kupenda zaidi, matokeo ya matunda ya mapenzi ambayo ni ya kweli yanaanza kuonekana kwa macho sasa. Okay, sawa. Sasa kama wewe ni Mkristo, nafikiri uoaji wako unaujua vizuri. Of course. Yeah, wewe ni Mkristo. Tunajua Wakristo huwa wahibi. Na unafunga zile pingu za maisha. Ndiyo. Sasa wanatuambia ndoa sio kukurupuka. Ndoa ni kujipanga. Yaani nikisema kujipanga ni kuangalia mtu sahihi ambaye asiwe jaribu kwenye maisha yako. Okay. Unajua ndoa ni maisha ya mtu, ndo maisha ya mwisho kabisa ya mtu. Kwa sababu ukiboronga katika uoaji ni kama vile umejizika kwenye shimo ambalo sijui utatoka lini. Yaani umeharibu kabisa maisha yako. Yes, ni afadhali ukakaa, yani maisha yako ukakaa single. Ndio maana nimekwambia kwamba na nyinyi wanaume muwe makini sana kwenye kutafuta. Sawa, unaweza kuwa na mwanamke mzuri, ana shape nzuri, anakaa vizuri, nywele nyingi sana. Amekuita kwa yale maumbile yake, kwa muonekano wake, amekuita. Lakini pale uwe makini, kwa sababu inatakiwa uchunguze sana, na hata hivyo umuulize Mungu kuhusu yeye. Wanatuambia tu tunamshirikisha hata Mungu katika vitu vyetu tunavyovipenda. Hata tumependa, na ikiwa kuna mahitilafu na umeonywa mapema, inatakiwa uache hata umekipenda. Yes. Kwa sababu vitu vya ndoa bwana ni vitu vya hatari sana. Ukijichanganya utalia machozi. Yes. Kama wewe unajipangaje kuhusu mtu wako wa maisha? Najua wenda hauna, ila sijui. Jamani. Sijui, lakini nyinyi ni wakaka, unatembea sana, hatuwezi jua. Lakini sisi hatujamjua, sisi madada zako, kwa hiyo inatakiwa tuseme kwamba labda hayupo. Sasa okay, wewe unapangaje kuhusu mtu wako ambaye unamuandaa wa maisha? Unataka awe mtu wa aina gani ili wewe ujisikie kuwa hapa nimepata furaha ya maisha? Kitu kikubwa kwenye mahusiano au kwenye mapenzi au katika ndoa, lazima upate kitu ambacho moyo umeridhia. Kitu cha kwanza hicho? Yes. Okay. Kitu kikubwa sana ambacho mimi nakipenda sana, na ambacho nakihitaji na pia nakitazama sana, au mwanamke ambaye ana hofu ya Mungu ndani yake. Asante sana. Unajua mtu akiwa na hofu ya Mungu ndipo anachakachua jambo. Ni kweli. Anapokosea lazima ile hofu ya Mungu ndani yake itamwambia, itamhukumu hata kabla hajaonesha action. Ni kweli. Ana madhaifu, hasira, tabia fulani ambazo kwa sababu mtu akamiliki. Ngoja kwanza niulize. Hivi mwanamke mwenye hofu ya Mungu ni hadi awe anaimba kwaya au anaenda kanisani, au mwanamke mwenye hofu ya Mungu ni mwanamke ambaye ana hofu ya kuzaliwa? Nataka kwanza nielewe hapo. Maana nyinyi mnaongana kimbilia kanisani, kwamba kule kanisani ndio mtapata wanawake wa kweli, wanawake ambao wana hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ni hadi huo unaingia kanisani, huo unamwimbia Mungu, au hofu ya Mungu ni kitu ambacho mtu amezaliwa nacho, au ni maadili ambayo mtu alilelewa nayo? Asante kwa swali lako, ni swali nzuri ambalo litaelimisha jamii. Na kila jambo ambalo tunaliongea lina sababu. Ndio. Tuelewe kitu kimoja, kwamba kuingia kanisani au kwenda msikitini haimaanishi ndio nampenda Mungu sana. Lakini ni part of kumpenda Mungu. Kwanza, mwanamke ambaye ana hofu ya Mungu utamfahamu tu. Kitu cha kwanza, maadili mema atakuwa nayo. Ana moyo wa kusaidia. Ana hekima. Ndio. Ana heshima na utu wema. Na kuna kipindi ambako sehemu ambazo watu hawamuoni anafanya mazuri. Ndio. Kwa sababu asifanyi mazuri ili watu wamsifie, lakini anafanya mazuri kwa sababu kwanza yeye mwenyewe ni mtu mwema. Ndio. Ndio maana nimesema yani kwamba ni mtu ambaye akifanya wema hataki hata watu wajue kwamba amefanya wema.
Hiyo ni siri yake na Mungu wake. Ndio. Ndio maana ukimpata mwanamke ambaye ni mtu mwema kwanza, umeneemika sana. Ndio. Ukimpata mwanamke ambaye mwenye hofu ya Mungu, ndani yake anakuwa na moyo wa kusamehe au kuhurumia, anakuwa na moyo wa kusaidia au kusupport. Vile vile atakuwa na moyo wa kukujali sana, hata kukuombea, atakuombea. Hiyo ni dalili au ni matunda ya mtu kuwa na hofu ya Mungu. Okay, sasa brother, kwa sasa hivi kwenye karne yetu ya sasa hivi, unaonaje huyo mtu, ukiangalia na ukizunguka, huyo mtu ambaye umezungumza hapo, huyo mtu wako ambaye unataka kumpata wa maisha, hivi unaona kama ni rahisi sana kumpata au unahisi ni vigumu? Ni rahisi kumpata ikiwa unamshirikisha Mungu. Ndio. Kivipi niseme hivi? Sisi vijana wengi tunaangalia muonekano wa nje, lakini utu ni kitu ambacho hakionekani, na utu ndio mtu. Ndio. Kwa sababu muonekano wa nje ambayo imesema shape, sura nzuri, sijui umependa mwanamke ana sauti nzuri, hayo ni mapambo tu. Ni mapambo tu ya juu. Ndio. Na kuna wakati ambako yale mapambo yata expire. Ndio, ni kweli. Lakini kitu ambacho kinabaki milele na mpaka kwenda kaburini ni tabia, yani utu. Kunakuwa miaka fulani ambayo mtu ukifanya kitu ambacho unajielewa, tabia ibadiliki. Ndio. Lakini sura inaweza kubadilika. Ni kweli. Na tabia kubadilika inategemea na jinsi wewe mwenyewe umejitengenezea ile taswira au umejitengenezea mazingira fulani. Kwa sababu kuishi na mtu ambaye amefanya miaka 20 kwao, niseme mfano, wewe umeishi kwenu miaka 20. Mimi nimeishi kwetu miaka 20. Halafu tukakutana na tukae pamoja kwa mwaka mmoja. Unahisi kwamba tabia zangu naweza kuzitendana siku moja? Hamna. Lakini lazima kutakuwa mikwaruzano. Yeah. Hapa nimekukwaza, sijui hapa nikaomba msamaha, nikakosea. Na hapo ndiko mtu huanza kutengeneza mahusiano ambayo ni mazuri. Na hapo ndipo utaanza kumchukulia mtu madhaifu yake. Au niseme ukimwelewa mtu anapenda nini, anachukia nini, utaanza kujisogeza na kujenga uhusiano ambao ni wa muhimu sana. Kwa sababu hicho ni kitu ambacho tunashindwa sana sisi vijana wa sasa hivi. Tunashindwa kumwelewa mtu. Unaweza kaishi na mtu ukashindwa kumwelewa. Unashindwa kumwelewa anataka nini, anatakaga nini, hatakagi nini. Sasa hicho ndio kinasababisha hata mahusiano yetu yanakuwa hayaeleweki. Okay. Yeah. Ukikutana na mwanaume kabisa, mwanaume anayejielewa kabisa, mwanaume ambaye yeye hataki kuoa ya kukurupuka, anataka awe mwanamke mzuri wa tabia njema, wenda utu. Kuna vitu yeye anaishi na wewe, lakini kuna vitu anakuchunguza. Mwanaume ni mtu ambaye anaishi na wewe lakini anakuwa anakusoma kiakili. Yeah, sasa mwanaume ambaye anayejielewa atakaye kuishi na mwanamke ambaye akili zake hazijielewi. Okay. Sasa vile anavyoishi na wewe anakuchunguza, lakini wewe hautaelewa kama anakuchunguza. Na inatakiwa sasa umuelewe yeye anataka nini, umuelewe yeye apendi nini. Japo unajua kuna namna, kuna utofauti wa kuishi na mtu kwake mnaishi pamoja na mtu mnaishi kila mtu kwao. Ndio. Lakini kuna tabia zile ambazo utaanza kumuelewa mwenzako vile gisi mnavyoongea. Yale mengine hadi akuchukua, akutoe kwenu, akuoe. Yale mengine sasa ambayo utakuta muli yale sasa ndio madhaifu ambayo inatakiwa sasa uyavumilie. Ya, kwa sababu umeshaingia ndani. Ndio maana nimekuambia kwamba kila kitu kinaanza na msingi. Yeah. Ndoa nyingi ambazo zinavunjika zina sababu zake. Huenda wazazi, Ndio, au familia, niseme kwa kifupi. Muda mwingine umekabidhiwa mtu ambaye ulikuwa umpendi. Mfano, umeingia kwenye mahusiano, tamaa zako tu ukampenda binti, ukamtamani niseme. ndio, Ukafanya naye sex, bahati mbaya akachukua ujauzito. Ule ujauzito ni wa kwako. Familia kakaa chini kasema hapana, huyo mtu lazima tumpeleke kwa nini? Kwa nani? Kwa mke wake, kwa mume wake. Yes. Wewe ulikuwa umpendi ile binti, ulikuwa unamtamani kwa sababu ya muonekano wake. Lakini ulikuwa na mtu ambaye ulikuwa unampenda. Ndio. Na kipindi ule mtu ambaye ulikuwa unampenda, ambao ulikuwa umpendi, wamemleta kwako, hautompenda kama jinsi ilivyo. Mwanaume huwa habadiliki. Mwanaume akimpenda mtu au asipompenda mtu, yani yeye habadilikaji, kwamba ndo kibaya yenu na nyinyi wanaume. Yani hata umfanyie nini, ikiwa alikuwa hakupendi toka mwanzo, hatakupenda. Lakini upendo unajengwa na mazoea. Ndio maana nakwambia unaweza kaishi na mwanamke ambaye umpendi, lakini ukatokea kumpenda kwa sababu mmefanya mazoea.
Unaelewa hicho kitu? Ipo, lakini ni wachache sana. Sio wachache sana, kwa sababu kila kitu, niseme mfano, ukae na mtu ambaye umpendi, yani hauna hisia naye, alafu ni mtu ambaye unahisi ndani yake kuna furaha yako, bahati mbaya ukianza mazoea naye tu ili ya ukaribu, sasa mazoea ni lazima, hapo utajenga hisia za mapenzi tu kwake. Sasa mazoea ni lazima. Yes, ndio maana nimesema mazoea huwa yanabaki, lakini upendo na expire. Sasa upendo na expire. Sasa wale ambao unakuta yeye anakuambia toka mwanzo mimi nilikuwa sikupendi, utaniambia kuwa huyo amekakaaje? Yaani unaishi na mtu alafu umemzalia, alafu mwisho siku anakuambia wewe toka mwanzo nilikuwa sikupendi. Nilikuwa na mtu wangu ambaye nilikuwa nampenda sana. Nilikuwa wewe kwa sababu huenda ujauzito au wazazi walisema tu nikuoe, lakini kuna mtu nilikuwa namtaka. Sasa ukiniambia kwamba mazoea yapo, hayo sasa anakakaaje hadi yeye mwanaume aseme hivyo? Subiri nikwambie kitu. Unajua hata katika ndoa, kipindi mwanaume amempenda mwanamke, wakafunga ndoa, wamependana kweli hapo mwanzo akiwa katika mahusiano, wakafikia uchumba mpaka ndoa. Wakizaa watoto kama ni 3 au 4, kuna miaka ambao ni miaka fulani ya mbele, kuna wakati upendo unahama kwa watoto. Unahama, lakini sio kwamba ndo atakuacha. Sikia nikwambie, upendo ukihama kwa watoto, kuna wakati ambako mtu anaanza kuishi kwa mazoea, kwa sababu nimemzoea mpenzi wangu, nimempenda, yani kitambo tumekaa sehemu moja, tumezoeana madhaifu, kila mtu amejua madhaifu ya mwenzake. Lakini hapo upendo ambao ulikuwa mwanzo na upendo ambao sasa uliokuepo huo muda unakuwa tofauti. Na uelewe kitu kimoja, watu wakikaa sana kwenye mahusiano au katika ndoa, kuna muda ambao wanaanza kufanana. Sio kama hicho kitu unakifahamu. Nasikiaga ila kijeni tokea. Mapenzi ambayo ni mapenzi ya ukweli, mahusiano ya ukweli ambayo ina nidhamu, kila mtu kumjali mwenzake, ambao kuna uaminifu. Watu wakiishi takriban miaka 10, 15, miaka 8, kuna wakati ambao wanaanza kufanana. Na uogope sana mahusiano ambayo haina vurugu mwanzo. Ukiona unampenda mpenzi wako, au katika mapenzi yako huko na mpenzi ambao uko naye, yani toka muoane hamjawahi hata siku moja kukosana, weka maisha kwenye hiyo ndoa, kwa sababu siku mtakapo kwaruzana ndio itakuwa mwanzo wewe na yeye kuachana. Hakuna mahusiano isiyo vurugwa, hiyo haipo. Na sidhani kama yatatokea. Mahusiano zaidi sana, mahusiano yana changamoto sana. Ni lazima mkwaruzane, mgombane, wengine hadi mblokiane, wengine hadi kublokiana na blokiana, sikutaki. Na hapo ndiko upendo unajengeka kwa sababu vizuri. Unakuta jamani, hivi vitu navyo bwana, wao vinachanganya sana. Mimi nina swali ya kukuuliza. Hivi mwanamke na mwanaume, nani ambaye amejaliwa neema ya kupenda, yani kuwa na moyo wa kupenda? Jamani, hilo swali nitaka nikuulize wewe, lakini yani nikisema kwamba kati ya najua mimi mwanaume ndiye anatakiwa kupenda. Yeah. Lakini nikisema kwamba kati ya mwanamke na mwanaume, nani ambaye amejaliwa moyo wa kupenda? Nikiangalia kama yani sisemi kwamba ninavyosikiaga, wanasema kwamba anayestahili kupenda ni mwanaume. Yes, of course. Kwa sababu mwanaume ndo anakutoa kwenu, anakupeleka, yani yeye ndo ana maamuzi. Huyu unapenda huyu, anakuchukua, anakuleta nyumbani. Sasa tunaambiwa sisi tutii, yani tusikilize, tusipende. Okay, mimi na swali. Mfano wewe kama wewe Ida Mami, uko na mpenzi wako, mchumba wako, mwanaume wako ambaye unampenda kweli. Mbona umetamka mara nyingi na kuaje? Naomba unielewe. Okay. Sasa siku zinavyosogea mbele, mapenzi yananoga kweli. Ni mkweli kwako. Ni mwaminifu, anakupenda na kusamini. Ikatokea siku moja mkaanza mipango ya harusi. Yani harusi ni kama nichukue wiki kesho. Alafu leo kamfumania na mtu ambaye niseme ni rafiki yako. Wewe kama wewe, unaweza ukaamua jambo vipi ndani ya hasira? Kwa hiyo jazba ambao uliokuwa na, unaweza ukaamua jambo namna gani ndani ya hasira? Je, ile ndoa ambayo ipo wiki kesho utaifikia, au ndio itakuwa mwisho wa kuvunja mahusiano?
Ni lazima iwe mwisho kwa sababu na umeshaambia watu kwamba tariki fulani kuna ndoa. Sikia, kuna watu wana ndoa zinafuata ishakuwa kanisani inavunjwa hiyo. Watu watu wanazimia. Hebu nijibu basi. Okay. Mimi hiyo ndoa naiacha kwa sababu unajua ulisema uaminifu ni kitu cha maana sana. Hadi mwanaume ninatakiwa awe mwaminifu. Yaani ni kama alikuwa mwaminifu kwangu nilimuamini. Na wanasema kwamba mwanaume wako anakucheat hajakuoa. Sasa unafikiri akikuoa hiyo hali yake ya kukucheat ataiacha? Alafu tena anakucheat na rafiki yako. Ni lazima yaishe hayo mahusiano. Akikwambia kwamba labda nilikuwa ni bahati mbaya, sijui tamaa zimempitia tu, nielewe mpenzi wangu, afa akajidilia sana. Nasema hivi baba, kwisha. Bwana, asante sana. Asante sana. Tumeshukuru sana mmetusikiliza mwanzo mwisho. Hiyo ndo story ambayo tulikuwa nayo leo. Jamani, nafikiri kuna watu wameelewa na kuna wengine labda hawajaelewa. Tunaomba mudondoshe comment ikiwa kuna sehemu ambayo hujaelewa kuhusu historia yetu ya leo. Unajua sisi ni wanadamu, hatuwezi tukafafanua kila kitu. Kuna vingine hatuelewi, labda wewe unaelewa. Unaweza ukatuelekeza hapo kwenye comment. Asante sana kuwa na sisi kwenye kipindi hichi. Karibu kwenye Raymika Gospel TV. Ida Mami, thank you so much. Ida Mami.